Nilidhani kwamba baada ya kauli yangu ya juzi hapa mahakamani, nilidhani kwamba wenye busara wangenyamaza kimya. Lakini inaelekea busara ni bidhaa adimu siku hizi, wameyaleta mahakamani. Na kwa sababu wameyaleta mahakamani, mimi na jopo langu la mawakili ambalo mmeliona, tutapata fursa ambayo tulidhani hatutaipata ya kumuita huyo niliyemuita dikteta uchwara kuja mahakamani, kuja kuiambia mahakama kwamba yeye sio dikteta uchwara. Kwa hiyo, kwa sababu wameyaleta mahakamani, huyo anayedhani ameitwa dikteta uchwara itabidi aje kuthibitisha mahakamani kwamba sio dikteta uchwara. Hilo la kwanza. La pili ambalo nafikiri ni muhimu sana, kabla sijazungumza ya kwangu, la pili linahusu wale niliowakuta jana na ambao nimeshinda nao usiku kucha wa kuamkia leo. Kule Shimoni pale Central kuna watu wamewekwa mahabusu kwa zaidi ya mwezi mmoja, wamekaa wengine wiki 3. Kuna watu wameteswa, kuna watu wawili wamevunjwa miguu na kitu kinaitwa kikosi kazi chenye kujumuisha jeshi la polisi, jeshi la wananchi na usalama wa taifa. Kuna mtu anaitwa Abdalla Bushiri amevunjwa mguu. Kuna mwingine anaitwa Adnan Mohamed Mrutu kwao Same amevunjwa mguu kwa mateso makubwa ambao wanaenda kufanyiwa na hicho kikosi kazi. Na wamekaa kwenye mahabusu ile, wengine niseme mwezi mmoja, wengine wiki 3, wengine wiki 2, wengine wamewekwa pale miezi miwili. Sheria ya Tanzania, tuhuma mbalimbali. Sheria ya Tanzania inasema polisi wakikukamata wanaruhusa kukaa na wewe siku si zaidi ya masaa 24. Vinginevyo labda iwe Jumamosi na Jumapili, sio siku za kazi. Hawa watu ambao wamewekwa wanateswa Shimoni, mamlaka zinazohusika, mashirika ya haki za binadamu, mawakili na wananchi, tupige kelele hawa watu waletwe mahakamani. Muda wote huu hawajaletwa mahakamani. Hayo nimeyaona mimi mwenyewe, nimeshuhudia usiku wa kuamkia leo. Nilisema hili nisiache kulizungumzia. La tatu. Naomba nizungumze jambo la tatu. Kwa vyovyote vile itakavyokuwa, huu ni wakati wa kupaza sauti. Huu si wakati wa kunyamaza. Huu ni wakati wa kupiga kelele. Hatutaki utawala wa kidikteta. Hii ni nchi ya vyama vingi. Hii ni nchi yenye katiba inayotambua vyama vingi. Hii ni nchi yenye katiba inayotambua haki za wananchi kusema maneno wanayoyaona yanafaa kwa watawala wao. Kama ni mabaya, katiba yetu inaruhusu. Haijatuambia tuwapende tusiowapenda. Wasitulazimishe kuwapenda wale ambao katiba yetu imeruhusu tuwaambie tusivyowapenda. Kwa huu si muda wa kunyamaza. Tutatishwa, tutapigwa, tutakamatwa, tutafungwa. Tupaze sauti. Na la mwisho, niwashukuruni sana jopo la mawakili ambao wamekuja kusimama na sisi leo. Niwashukuru viongozi wangu wakuu wa chama, niwashukuru makamanda wote, lakini kwa kipekee kabisa niwashukuru waandishi wa habari ambao mmehakikisha kwamba hili swala haliondoki katika kurasa za mbele za magazeti yetu, haliondoki katika mitandao ya kijamii, haliondoki katika televisheni yetu. Namna pekee ya ukombozi ni kuhakikisha kwamba haya mambo
hayaondoki kwenye mjadala wa umma. Na washukuruni sana. Sisi kama chama tumepokea taarifa hizi kwa masikitiko makubwa. Chama kwa ujumla wake kinamuunga mkono mwanasheria wake mkuu Mheshimiwa Tundu Lissu. Alichokizungumza Tundu Lissu amezungumza kwa niaba ya chama, amezungumza fikra za chama. Kwa hiyo chama kitakuwa naye hatua zote mpaka dakika ya mwisho katika kutetea haki ya Watanzania. Tunaona uonevu unaendelea ndani ya bunge, sasa unaendelea nje ya bunge, hata hapa katika eneo la mahakama ambako tunataka kuzungumza tunayoamini, bado nguvu inatumika katika kuwadhibiti wanachama wetu. Tutaendelea kupambana kwa kila aina inayowezekana hadi haki ya utawala wa demokrasia itakapoheshimika katika nchi yetu. Asanteni sana.